Jumla ya wapiganaji 43 wa zamani wa kundi la silaha la AFC M23 wameweka chini silaha na kujisalimisha kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC mjini Uvira, mkoani Kivu Kusini, kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama na kijeshi. Taarifa zinaeleza kuwa kujisalimisha huku kumefuatia siku kadhaa za kampeni za uhamasishaji pamoja na operesheni maalum za kijeshi zilizofanywa katika wilaya ya Fizi chini ya operesheni Sokola ya pili Sud Kivu. Jeshi linasema mashambulizi yake yalilenga maeneo ya kati yaliyokuwa yakimilikiwa na wahasi, hususan eneo linalojulikana kama Point Zero, na kusababisha hasara kubwa kwa makundi ya AFC M23 pamoja na washirika wao. Kwa mujibu wa jeshi, wengi wa wapiganaji waliojisalimisha ni wanajeshi wa zamani wa FARDC waliowahi kujiunga na waasi. Wameripoti kueleza uchovu, hali ngumu ya maisha na unyanyasaji ndani ya makundi ya silaha kama sababu kuu za kuachana na mapigano. Mamlaka za kijeshi zinasema waliokabidhi silaha wamepokelewa, kutambuliwa na kuelekezwa kwenye mpango wa serikali wa kuvua silaha, kuvunjwa kwa vikundi na urejeshaji wa kijamii DDR. Msemaji wa operesheni Sokola ya pili Sud Kivu, Luteni msaidizi Mbuikalo Njurigen, amesisitiza kuwa FARDC itaendelea na operesheni hadi makundi yote yenye silaha yatakapodhibitiwa kikamilifu. Aidha, ametoa wito kwa wapiganaji wengine kujisalimisha kwa hiari ili kuepusha upotevu wa maisha usio wa lazima. Jumatatu Februari 2 mwaka 2026, kamisheni wa mchini wa polisi wa taifa wa Kongo PNC iliwawasilisha kwa meya wa mji wa Bunia watu kadhaa wanaodaiwa kujihusisha na vitendo vya uhalifu, watumiaji wa bangi pamoja na mali mbalimbali zilizoibiwa na kurejeshwa kufuatia operesheni za misako. Kamisheni mkuu Mbui Kola alipongeza idara ya usalama kwa kazi iliyofanywa, akiwahimiza kuendelea na juhudi hizo ili kuhakikisha usalama na utulivu wa wananchi. Na wapongeza kwa kazi hii kubwa. Endeleeni kwa kasi hii, kwani hawa ndio wanaovuruga amani na usalama wa wananchi wetu, walisema. Kwa upande wake, meya wa Bunia alitaka watuhumiwa hao wafikishwe mahakamani hadharani, na iwapo watapatikana na hatia wahamishiwe katika magereza yaliyo nje ya mji huo kama hatua ya kuzuia kurudia makosa. Uwasilishaji huo ulifanyika mbele ya mwendesha mashtaka wa jamhuri pamoja na mkaguzi wa kijeshi wa kambi. Miongoni mwa mali zilizorudishwa ni godoro, television, paneli ya sola pamoja na mifuko mitatu ya bangi. Tukio la kusikitisha limeripotiwa Jumapili Februari 1 katika kijiji cha Mubi, wilaya ya Walikale, mkoani Kivu Kaskazini, baada ya askari wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kufyatua risasi na kumpiga mwanachama wa kundi la wazalendo, makundi ya kujilinda yanayofanya kazi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mazingira halisi ya tukio hilo bado haijafahamika. Mamlaka za kijeshi zimethibitisha kuanzisha uchunguzi ili kubaini chanzo cha tukio, wajibu wa mhusika na sababu zilizochochea kitendo hicho. Vyanzo vya eneo hilo vinaendelea kusema kuwa mwathirika alijeruhiwa vibaya kwa risasi na kupelekwa haraka katika kituo cha afya. Hata hivyo, alifariki muda mfupi baada ya kupokelewa hospitalini licha ya jitihada za madaktari. Askari aliyedaiwa kuhusika na tukio hilo amekamatwa na kuwekwa chini ya uangalizi wa uongozi wa kijeshi kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Asasi za kiraia za Walikale zimetaka mamlaka za kijeshi kuchukua hatua za haraka kuzuia matukio kama haya kujirudilia, hasa katika mazingira ya usalama yenye mvutano mkubwa. Zimeonya kuhusu hatari za kuendelea kwa hali ya kutokuaminiana kati ya jeshi la kawaida na makundi ya wazalendo.